Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Taweza TV, tunakaribisha kwenye kipindi Mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato kwenye robo ya pili mwaka 2025, na somo la juma hii ni la 13 ambalo linaweka nanga kwa robo hii ya pili. Na somo la leo ni Jumatatu, tunazungumzia kazi ya toba. Kazi ya toba. Jana baada ya kumzungumzia yule ambaye ni nabii ambaye alikuwa mkaidi, ambaye ni Yona, hatimaye aliguswa na Roho Mtakatifu na akaacha ukaidi wake na akakubali wito. Ni heri mwisho kuliko mwanzo. Mara nyingi tunaweza kuwa wakaidi kwa kutosikia sauti ya Mungu, lakini leo ikiwa Mungu anakuita, usifanye moyo wako kuwa mgumu kama Nuhu, kama Yona. Fanya kazi ya Mungu. Leo tuzungumzie kazi ya toba. Yona hapo alikuwa na ujumbe wa dhahiri sana kwa watu wa Ninawi. Ujumbe huo unapatikana kwenye Yona 3:4 ambaye inasema, Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku moja, akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie ni nini kilitokea baada ya hizo ya unabii ambao aliutoa kwa mji wa Ninawi. Nitakusihi kusoma pamoja nami Yona 3:5 hadi 10 na tuangalie kwa nini basi unabii huo haukutimizwa. Alinaba ya kwamba baada ya siku 40 mji utateketezwa. Lakini tuangalie nini kilitokea. Baada ya kusoma kwenye kile kitabu kia Yona 3:5 hadi 10, unakuja kupata masomo hapa mazuri kabisa ambayo inatuonyesha kitu kimuhimu. Kwa hivyo Yona alipopita kwenye mji mzima akihubiri, kwa sababu tumezungumza hapo majana kwamba kwanza aliogopa kuenda kuhubiri kwa sababu watu wa Ninawi walikuwa ni watu ambao ni wauaji, wakaidi, watu ambao wanawaua watu. Lakini kufikia muda alipowahubiri wakatubu, na neno hili linashuhudiwa kwenye Mathayo 12:11. Anasema watu wa Ninawi watasimama wakati wa hukumu pamoja na kizazi hiki na kukihukumu, kwa maana walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na sasa aliye mkuu kuliko Yona yuko hapa. Baada ya Yona kuhubiri, Biblia inasema ya kwamba watu wote wakajinyenyekeza, wakavaa gunia, wakaungama kabisa, wakakataa kula chakula, wakafanya maombi ya mafungo, hata watoto, hata nyama zao, mfalme wote pia. Alipokuwa kinaba kwamba baada ya siku 40 Ninawi itaangamizwa, Biblia inasema kwamba kwa sababu walitubu hawakuangamizwa tena. Upendwa, lakini mwitikio wa Waninawi na ule wa Yona mwenyewe unamaanisha kwamba pia ulijumuisha uwezekano wa kuepuka uharibifu huo. Kulingana na Yona 3:9 na 4:2, ilikuwa profesia nyiko conditionnel. Wakatubu hawataharibiwa, lakini wasipotubu watateketezwa. Lakini wao walitubu na hawakuteketezwa kwa huo muda, mpaka baadaye miaka mingi waliporudi tena baada ya mapenzi ya Mungu ndipo wakaharibiwa. Ndio katika unabii kuna ile ambayo inakuwa profesia ambayo conditional, ambayo inasema hiki ukifanya hivi hiki kitatokea, usipofanya hivi hiki kitatokea. Lakini kwa ujio wa Yesu mara ya pili, nitasema sio kwamba iko conditional. Hapo tutake tusipotaka, Yesu karibuni kuja. Waovu wataenda motoni, watakatifu wataenda mbinguni. Yesu atakapokuja, tunapoalika watu watoke katika Babeli ya kiroho, watoke katika ibada isiyofaa, waje katika zizi la Mungu, ili kwamba Yesu mwenyewe au mchungaji wao. Kuna wale ambao watasikia sauti, wanakuja wakisikia hiyo sauti, lakini kwa bahati mbaya kuna wale wengine ambao hawatakubali hiyo sauti. Ninachokitaka ni kuomba rafiki mpendwa, ili kwamba uwe miongoni mwa wale ambao watasikia hiyo sauti. Kama vile unabii uliotangazwa kuja kwa Mwokozi haukuwa na masharti, yale yanayohusu uharibifu wa uovu pia hayana masharti. Uovu lazima uache kuwepo. Huyu miongoni mwa wale watu ambao wanaacha uovu, kwa sababu Yesu anakuja kwa ajili ya kumlipa kila mtu kulingana na kile anachokifanya. Lakini ikiwa utatubu kama watu wa Ninawi, basi Mungu yuko tayari kusamehe, Yesu yuko tayari kusamehe. Hakuna dhambi ambayo Yesu anaweza kataa kusamehe ikiwa utajitambua na kuomba msamaha. Watu wa Ninawi walikuwa wabaya sana, lakini kwa sababu ya kujitambua na kuomba msamaha walisamehewa. Hivyo wewe pia unaweza kusamehewa, haijalishi umefanya nini.
hakuna kazi. Ni maamuzi gani unayofanya sasa yanayoweza kukusaidia kuamua ni chaguzi zipi utafanya wakati swala la kumwabudu Mungu au sanamu litakapotokea ulimwenguni? Kumbuka ya kwamba maamuzi yako leo inaonyesha maamuzi yako ya kesho, na ushindi unaokuwa nao dhidi ya dhambi leo inaonyesha kwamba utashinda siku zijazo. Kuna wengi ambao wanashindwa kushinda tabia mbaya ndogo ndogo, wanasema Jumapili itakaposhimama tutaweza kuwa waaminifu. Uaminifu unaanza leo. Mungu akusaidie. Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Asante Yesu kwa sababu kila mara unatuita kama watu wa Ninawi waliposikia sauti yako. Tupatie neema kuungama, kuacha dhambi zetu, kuacha njia mbaya na kukufuata ili tuondolee dhambi zetu, na ukija utukute tuko tayari katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare, na ukiwa na swali weka kwenye comments.